taabu yetu sio bure katika Bwana. Kwa lugha nyingine, hakuna chochote utakachofanya katika Bwana, kiwe kidogo kama mbegu ya haradali, kiwe kikubwa kama embe, ambacho kitapita kisingie kwenye kumbukumbu ya Bwana mwenyewe. Na kwenye kumbukumbu ile ya Bwana hakiingii tu hivi Bwana kama anakiangalia tu, kinaingia kwa maana ya Bwana kuhakikisha kwamba kinaleta kilichokusudiwa, kama ni thawabu, kama ni malipo, kama ni matokeo. Bwana anahakikisha anayasukuma mpaka yanatokea. Ndio maana ya kusema sio bure, kwa sababu kama kusipotokea kitu sasa itaonekana ni bure. Anasema sio bure kwa sababu baada ya muda utaona matokeo ya kile ulichofanya. Haleluya. Baada ya muda tutaona matokeo ya siku 21 tulizokaa hapa kuomba. Warumi 12 Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza tuliusoma tena wiki iliyopita. Naomba nitausoma tena saa hii. Ni mstari ambao imempendeza Bwana kipindi hiki cha kuvushwa Yordani ya kiroho tuuone kwa namna mpya. Haleluya. Mstari tuuone kwa namna mpya kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Unasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Haleluya. Kuna kitu kinachoitwa ushirika wa upendo wa Mungu. Ushirika wa upendo wa Mungu ni kitu cha ajabu. Upendo wa Mungu ni nguvu ambayo haina uelekeo mmoja. Ni nguvu ambayo Mungu ameiachia ikaenda kwa watu wake, na ilivyoingia ndani ya watu wake, na kwa sababu kwa Mungu imebaki, ikatengeneza kitu kinachoitwa ushirika wa pendo la Mungu. Sasa ushirika wa pendo la Mungu unachokifanya ni kusukuma nguvu ya kumpenda Mungu, na Mungu anasukuma nguvu ya kukupenda wewe kama sumaku fulani. Haleluya. Kwa hiyo unakuta wewe unampenda Mungu na Mungu anakupenda wewe. Alafu ushirika nguvu ya Mungu inatenda kazi kwa namna ambayo kila aliyenayo ndani mnavutana. Wewe unampenda naye anakupenda. Yaani ni kama mnashindana nani atamzidi mwenzaji kwenye kumpenda. Sasa kwa sababu nguvu hiyo ni moja na imetoka kwa moja tu ambaye ni Mungu, mnakuta mna balance tu saa zote, lakini mnaendelea kukua katika neema ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu ya hii nguvu, Mungu anatoa, na anapotoa anataka kuona ile nguvu yake ndani yako ya upendo ikikusukuma wewe kufanya nini? Kutoa. Sasa ikikusukuma nao kao unatoa, basi ushirika huo unakuwa hai. Ushirika wa pendo la Kristo au pendo la Mungu unakuwa hai, na unakuwa ni ushirika mzuri ambao hujawahi kuona, haujawahi kuonekana popote katika uumbaji wa Mungu. Ni hapo hapo kwa Mungu peke yake. Haleluya. Sasa mstari anasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Tuligusia kwamba dhabihu ni sadaka. Sio sadaka shilingi tunayeleta hapa tukasema tumeleta sadaka, kwa sababu wakati mwingine zile pengine sio sadaka, pia ni michango fulani. Sadaka ni kitu cha thamani unachokitoa kwa Mungu kikateketezwa madhabahuni pa Mungu. Kikiteketezwa, Mungu anapokea ile harufu yake katika ulimwengu wa roho. Alafu hakikurudii wewe tena kwa sababu kimeteketezwa. Haleluya. Ndio sadaka, ndio dhabihu. Wale wanyama walikuwa wanateketezwa kwenye hekalu zamani, walikuwa wakisha teketezwa ni majivu.
hamna anayepata ng'ombe akarudi naye nyumbani. Sasa anasema leo hii anatusihi tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu. Na ana maana gani? Ana maana kwamba amekwisha kuachilia pendo lake ndani yetu. Sasa anasema kwa pendo lake lile tuitoe miili yetu kuwa dhabihu hai kwake. Hataki tutoe miili yetu kuwa dhabihu kwake nje ya nguvu ya pendo lake, kwa sababu haitakuwa dhabihu inayompendeza. Kwanza haitafanikiwa kuwa dhabihu, na pia hata hutafanikiwa kuitoa, kwa sababu nani anayependa kitu? Kuna mtu anayependa kitu zaidi ya mwili wake? Kuna mtu anayependa kitu kwa upendo mkubwa kuliko mwili wake mwenyewe? Kanisa la Mungu, unaweza ukapenda nyumba yako kuliko mwili wako, ukasema bomoeni tu mwili, lakini nyumba msiguse. Naipenda sana. Mwili wako unaulinda kuliko chochote. Ndio maana ukiona hatari yote utafanya vituko, unaulinda mwili wako. Sasa hapo ndiko ambapo Mungu anajua pendo lipo, kitu tunakipenda. Ndio Yesu akasemaje? Unakumbuka Yesu alisemaje? Bwana Yesu alisemaje? Alisema hakuna mwenye upendo mkubwa kuliko huu, ya kwamba mtu autoe uhai wake kwa ajili ya ndugu yake. Akatuhakikishia hapo. Hata akija mtu leo akakwambia nakupa dunia yote, ujue ninavyokupenda, nakupa dunia yote, mwambie upendo huo lakini haujawa mkubwa kuliko upendo nyingine. Akwambia upendo mwingine mkubwa ni upi? Ambia toa uhai wako kwa ajili yangu. Utaona amegeuka, anaondoka zake, kwa sababu hapo ndio kilele cha upendo. Kwa hiyo Mungu anapotuambia tutoe miili yetu kuwa dhabihu, manake iteketezwe madhabahuni pake kwa jinsi ya Roho, manake abaki nao, atumie anavyopenda yeye. Sisi tusitume tunavyopenda, ila yeye atumie anavyopenda. Manake anasema ile nguvu yake ya upendo ituwezeshe kufanya hivyo. Nje ya upendo wa Mungu sahau. Lakini kwa sababu ni ushirika wa upendo, mtoto wa Mungu akivuka hapa, haleluya, umetoboa kwenda ngazi zingine. Umetoboa kwenda ngazi zingine. Kwa sababu hapo Mungu huwa mwenyewe anaingilia kati, anaanza kutoa matamko ya maagano juu yako. Sasa ili likiwepo hapo, kwa sababu tutaendelea kuliongea mbele ya safari kwa neema ya Mungu, hebu tuone mfano wa Mungu alivyomjaribisha mtumishi wake juu ya hili. Na kwa sababu asingeweza kutoa mwili wake kwenye madhabahu akauteketeza na bado akabaki hai, Mungu alitumia kitu ambacho anakipenda karibia na mwili wake. Hebu tuangalie Mwanzo mlango wa 22. Mwanzo 22. Nitadonoa mistari kwa sababu ni story ndefu. Mwanzo 22 tumefika au naenda haraka mimi? Tumefika Mstari wa kwanza unasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu nani? Abraham. Akamwambia, Abraham. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, usije ukasema hata ni yule mwingine, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Haleluya. Tungekuwa na muda tukaongea kidogo hapa, ungeelewa hili jambo lilikuwa na uzito namna gani. Ibrahimu aliingia kwenye wito wa Mungu akiwa na miaka 75.
Wakati Mungu anamuita kutoka katika Uru wa Kaldayo, alikuwa na miaka 75. Mke wake alikuwa na miaka 65. Na Mungu akamwambia atambariki, atakuwa baba wa mataifa mengi, mataifa yote yatajibarikia kwaje. Akamweleza baraka nyingi sana. Wakaanza kutembea na Mungu, anangoja sasa uzao utatokea wapi? Na anambia nitakuwa, uzao wangu utakuwa kama mchanga wa bahari. Kwa ufupi, ikaenda mpaka akiwa na miaka 100 hajampata mtoto. Ule mwaka wa 100 ndio Mungu anamuonekania, anapata mtoto wa kiume kwa mama ambaye alikuwa na miaka 90. Haleluya. Akamuita Isaka kwa maelekezo ya Mungu. Akasema hatimaye sasa ile neno linaenda kutimia. Nilikuwa nashangaa kama mchanga wa bahari, kama nyota za mbinguni, watatoka wapi sina mtoto? Tena Mungu anasisitiza atatoka kwa Sara. Sasa kweli ameshatoka kwa Sara. Naamini sasa hapa huyu japo ni mmoja atazaa na wajukuu na nini, hatimaye mbele ya safari itatimia. Sasa ameenda Isaka, amekuwa kijana ambaye ameshachangamka, na kama kubalea ameshabalea. Mungu ndo anamjia kwa msemo huu, anamwambia mchukue huyo mwanao unampenda namna hiyo, nataka ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Biblia ndio inatuambia Mungu alikuwa anamjaribu Ibrahim, lakini Ibrahim hakujua kama anajaribiwa. Na Mungu asingesema hivyo, hata sisi tungejua alikuwa anamjaribu. Kuna kitu Mungu alikuwa anajaribu ndani ya Ibrahim, ndani ya moyo wake. Utashangaa naposema kwamba tuitoe miili yetu kwa dhabihu pamoja na maana za kiroho, ikawa ni sehemu mojawapo ya kupima kiwango chetu cha ushirika wa upendo naye, au kiwango chetu cha kupiga hatua katika kukulia wokovu. Kwa sababu watoto wachanga siku zote, mimi angu, mpe biskuti. Akishaipokea liboksi la biskuti, mwambie naomba hapo moja, yangu ndio mtoto mchanga alivyo. Ukitaka kujua ameshapiga hatua, mwambie na mimi naomba sasa. Utaona amekata hapo bunda la biskuti kadhaa kupatia. Haleluya. Sasa nivuke mistari kidogo hapa. Akafunga safari akaenda. Ikafika njiani akapata jaribu kidogo, kwa sababu mtoto wake alimuuliza, kuni hizi hapa, moto huu hapa, sadaka hiyo tunaenda kutoa madhabahuni kwa wapi? Mstari wa 8. Abrahamu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili. Wakafika mahali pale. Kwa ufupi tu, Ibrahimu akaandaa madhabahu, kila kitu, akamfunga mwanae. Sasa alimfungaje mzee wa miaka 100, kijana ambaye ameshaanza kuwa tafu? Alimfungaje mpaka akamlaza pale kama mbuzi, kama kondoo? Hilo tusiulizane hapa. Haleluya. Lakini Roho Mtakatifu akipenda anaweza kukunong'oneza alifanyaje. Lakini tuendelee. Akaendelea, akatoa mpaka na kisu. Sasa anataka kumkata. Sasa wakati yuko kwenye mchakato huo, mstari wa 11, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Abraham, Abraham. Na akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyooshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa. Hebu tusome kwa pamoja jamani, pale anakosema kwa maana. Tusome kwa pamoja, 1 2 3 go. Hebu turudie tena, kuna wengine tuliwaacha nyuma. 1 2 3 go.
Unaona hilo neno sasa? Unaona hilo neno sasa? Mungu anasema kwa maana sasa, sio kabla ya hapo. Sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, unamheshimu Mungu na unampenda sasa, kwa kuwa hukumzuilia mwanao wa pekee. Hivi Mungu anaweza akasema sasa najua kwamba unanicha, unanipenda, kwa sababu hukunizuia dhabihu ya mwili wako kwa sadaka iliyo hai? Mungu anaweza kusema hivyo? Hilo ni swali ambalo tunaweza kujibu ndani ya mioyo yetu kwa neema. Haleluya! Lakini neema ya Mungu itufanikishe, kwa sababu ndiko tunakoenda na tunataka kuvuka kuingia kwenye urithi wetu, kama ambavyo neno limesema kule mwanzo. Uwe na uhakika maeneo haya lazima tuvuke. Tusipovuka tutarudi kama tulivyokuwa huko nyuma. Haleluya! Sasa mstari wa 15, malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni na kumwambia, Mungu aliguswa akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako, haleluya, utamiliki lango la nani? La adui lako. Unaelewa? Sijui kama tunaelewa vizuri hapa. Anasema na uzao wako utamiliki lango la adui zao. Unajua maana yake hapo ni kupewa mamlaka ya kwamba hamna anaweza kusimama mbele yako tena. Hakuna. Lango ni mamlaka. Ukisikia lango ni mamlaka. Kwa anasema hakuna lango la adui, hakuna mamlaka ya adui inaweza kufanikiwa kusimama tena mbele yako. Ukisimama wewe lazima waanguke. Kisa uko Bennett na Mungu. Sasa upendo wenu umeshikamana vizuri, kwa nguvu za Mungu zinatiririka tu. Kwa lango la adui likisimama linaanguka. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya! Sasa tunataka kutawala. Tumeingia katika urithi wetu. Kwenye urithi wetu tunatawala pamoja na Kristo, tunamiliki pamoja na Kristo. Malango ya shetani yapo maeneo mbalimbali, lakini lazima yadondoke, sisi tutawale. Swali linakuja, tuko tayari kuvuka kigingi kama hiki, alafu Mungu aape aseme mtamiliki malango ya adui zako? Hili liwe ndani yetu katika Roho Mtakatifu kipindi hiki cha maombi. Ndio maana kipindi hiki ni kipindi cha kuendelea kujitenga. Jitenge na kila kisichokuwa Mungu. Jitenge na kila kisichoitwa utakatifu. Jitenge na kila kitu ambacho Roho Mtakatifu anakushuhudia hiki sio cha kwangu. Ni kipindi cha kujitenga. Huko nyuma kumekuwa na jumla mambo, mafundisho reja na jumla piga twende sukuma twende, lakini kipindi hiki cha kuingia kwenye urithi, tunavuka Jordan ya kiroho tuingie kwenye urithi wetu, mambo lazima yanyooche hivi kuliko rula. Haleluya! Lazima yanyooche kuliko rula. Hakuna kupiga hivi tena. Lazima kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu kujitenga na kila kinachoitwa unajisi, kujitenga na kila kisichofanana na Mungu, kujitenga na kila kisichoonekana kwa watu waliosema nimeokoka. Mambo ya kusema bila hivyo hatuwezi kwenda, lazima kujumlisha hivi twende, unajua tena dunia, unajua tena huyu Mungu wetu ni mdhaifu kiwango gani, kwamba hawezi kujisimamia peke yake na akasema mimi ni Mungu, akahakikisha nchi yako imenyoka na vitu vile vyote unavyohitaji vinapatikana kwako. Haleluya! Kwa hiyo ni kipindi cha kujitenga, ni kipindi cha tukishajitenga na kujitakasa, ndio tunaweza kuwa na ujasiri sasa wa kusema natoa mwili wangu kwa dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Haleluya! Uweze kutenga mwili wako kwa dhabihu iliyo hai huku umeshikiliwa, yani huo mwili umeshikiliwa na wengine wanadai umiliki. Yani kuna nyumba ndogo inadai umiliki wa huo mwili, alafu nasema nataka kutoa madhabahuni. Yani haiwezekani
kwamba vitu, yani mamlaka zingine huko zinadai vitu kwenye mwili wako, vinahisa kwenye huo mwili, alafu unataka kumpatia Mungu. Ndio maana akasema takatifu, maana yake usiwe na kushikamana na kingine, usiwe na madai, usiwe na madai ya dhambi, usiwe na madai ya maagano, usiwe na madai ya vitu gani vilitoka kwa waganga ukaweka huko na machale na kila kitu. Yani hivyo vitu lazima utakaso upite kwa damu ya Yesu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya.